Ushawahi kujiuliza kwa nini mwanaume anakuchoka haraka? Wanawake wengi mshawahi kujiuliza hiki kitu. Wanaume wakikufuata mwanzo, wanaonesha upendo, wanakupenda, wanakuahidi vitu vizuri, wanakuwa watu wazuri, lakini kadri ya muda unavyozidi kwenda, mwanaume anabadilika. Na baadaye unaanza kuona mbona kama anipendi tena? Mbona kama sasa hivi amepunguza upendo na mimi? Na inafika hatua unaanza kushangaa na kuacha kabisa. Sasa wanawake wengi wamekuwa wanachanganyikiwa, hawajui tatizo ni nini? Kwa nini wanaume wanabadilika katikati? Sasa leo nitakwambia sababu inayofanya wanaume wakuchoke haraka ni nini. Kwambia karibu sana, naitwa Mombek Crispin. Hii ni Mbeki TV. Kama bado hujasubscribe, subscribe. Kwa maana hapa ndo mahala pekee ambapo tunazungumzia swala zima la ndoa na mahusiano kwa upana zaidi na kujifunza mambo mengi sana. Subscribe. Sawa? Twende tukafahamu sababu ya kwanza inayomfanya mwanaume akuchoke haraka. Okay? Sababu ya kwanza inayomfanya mwanaume akuchoke haraka ama itakomfanya mwanaume hakuchoke haraka ni kupatikana sana. Unapatikana sana. Yaani usipohitajika upo. Usipotakiwa kuwepo upo. Sasa hii inamtengenezea mwanaume mazingira kukuona wewe very cheap. Kwanza atakuona ni mrahisi na anaweza akachukulia uko hivyo hata kwa wanaume wengine. You are very cheap kwake. Lakini kingine atakuona wewe ndio una uhitaji wa mahusiano kuliko yeye. Kwa sababu unaonekana unatumia nguvu kubwa sana kuliko anazotumia yeye. Always napenda kusema mwanaume anapenda kitu anachokikimbiza. Mwanaume anapenda kitu chenye ushindani kwake, kwa sababu in psychology ndio kinamtengenezea mazingira yeye kujiona mshindi kumpata mwanamke mgumu. Sasa wewe you are very cheap my friends. Wewe ndio unang'ang'aniza hayo mahusiano kama wewe ndio mwanaume. Remember, mwanaume ndio amekuapproach. Whatever, inaweza ikawa hata wewe ndio umeanza kumapproach, lakini nature ni kwamba mwanaume anatakiwa akusumbukie. Kwa nini mwanaume akusumbukie? Kwa sababu unapatikana sana. Sasa hii inamchosha mwanaume. Mwanaume anaanza kukukinai, mwanaume anaanza kukuchoka, na kuna muda unaanza kuona kama anajiweka mbali, sio kwa sababu hakupenda ama amepoteza hisia na wewe, bali anatafuta hata ule muda wa peke yake wa kukosa yani kukosa ile confusion ya kukuonaona, kumuingilia na kadhalika. Nilifundisha somo moja hapo nyuma, mambo yanayomfanya mwanaume akukumbuke kila siku. Moja ya mambo hayo ni kukukosa kidogo. Sasa wewe unaziba hata lile pengo ya yeye kuona kutakuwa na pengo gani ukikosekana, kwa sababu always you are there. Unamnyima hata uhuru wa yeye kwa uhuru na mambo yake. Kwa jambo la kwanza litakomfanya mwanaume akuchoke haraka ni kupatikana sana, tena kirahisi. Nauli haijatumwa utajitolea wewe nauli kwenda pale. Nyumbani hapajaachwa hela utaenda utapika. Haujaombwa kufua utatafuta nguo chafu. Haujaomba kufanya usafi wa nyumba utaenda kufanya usafi wa nyumba. Yaani unalazimisha sana hayo mahusiano. Wewe ndio unauliza tunaonana lini nakuja kwako na kadhalika. Hiyo ni sababu ya kwanza inayomfanya mwanaume ama itakomfanya mwanaume akuchoke haraka. Sasa leo kama mwanaume wako amekuchoka, hebu tazama hii sababu ya kwanza vipi? Ipo. Wewe ndio uko available sana kuliko yeye. Wakati mwingine yeye yuko busy, lakini kila anapokupigia simu, vipi leo una muda? Unao mtoto wa kike. Kakupigia simu wakati mwingine uko busy, lakini unao muda. Unao, haujawahi kusema uko busy wewe. No. Kupatikana sana kunapoteza chachu ya mwanaume kutamani kuwa na wewe. Anakuchoka haraka. Sababu ya pili itakomfanya mwanaume akuchoke haraka ni kukosa ukuaji wako binafsi, ama hakuna ule ukuaji wako binafsi. Ukuaji wako binafsi ni katika mabadiliko yako. Wewe unakuwa ni yule ule katika miaka yote. Yule ule omba, yule ule usiovaa vizuri, yule ule usiojipenda, yule ule usioona thamani yako, yule ule king'ang'a. Yaani unakuwa yule, hakuna ukuaji, hakuna mabadiliko. It's okay, tunapitia katika vipindi vigumu wakati mwingine, lakini kuwe na utaratibu wa kukua kwako na mabadiliko yako. Hauna kazi, lakini miaka mitatu bado hauna kazi tu. Hautafuti kazi tu. Hauna mabadiliko yoyote. Yaani mwanaume unaweza kushangaa na kuacha leo, mnagombana, baada ya miaka akikurudia wewe ndio yule wa mwaka juzi. Mwanaume anakuwa na wewe miaka mitatu, bado anakuona ndio yule wa miaka yote. No, ifike hatua unakuwa katika namna ya ukuaji wako binafsi. Ulikuwa unashindwa kumsaidia mwanaume katika baadhi ya activities zake au katika kazi zake, inafika hatua unajifunza kuhusiana na anachokifanya, then unaanza kuongeza value, unaanza kuongeza thamani katika kitu anachokifanya. Wakati mwingine sio lazima hata wewe ufanye kazi, wakati mwingine ni kwamba hata ile thamani unayoongeza katika kazi yake. Umefika kwake umeona yeye ni mshauri kama mimi pengine. Unaanza kumsoma, okay, huyu anapitia changamoto gani katika ushauri wake, vitu gani anavyohitaji katika ushauri wake. Then ukuaji wako hauwi katika wewe tu
bali ukuaji wako unaweza kukua katika namna ya mwenzako. Okay, mimi nitakuwa namsaidia kumshoot. Okay, mimi nitakuwa namsaidia kumwandikia script. Okay, mimi nitakuwa namsaidia kwa kama location manager ama manager wake wa vipindi ama msambazaji wa vipindi vyake. Yaani ongeza thamani katika mabadiliko yako, usiwe ndo yule yule msikilizaji tu anachofanya mume wako ukijui, miaka 10 hujajifunza anachokifanya mume wako, yani hauongezeki. Kazi hauna, wewe miaka 10 unaomba wewe, miaka inaenda bado unaomba ila vocha, kila yani bado you are not growing my friends. Sasa ukuaji binafsi unamfanya mwanaume pia akuone wewe kama mzigo. Sasa ifike hatua uanze kujitathmini. Wewe wa mwaka wa leo ama wa mwaka juzi ndio yule mwaka leo? Kama wewe wa miaka 3 iliyopita mpaka leo uko hivyo hivyo, inaweza ikawa ni moja ya sababu mwanaume wako kuchoka. Anaona kama ni mzigo, haoni ukuaji wako binafsi, haoni mabadiliko yako. Kwa hiyo inamtisha mwanaume kuona mbona huyu nilikuwa naye kama sioni impact yake. Na ukizingatia wanaume wanazurura huku na huku, wanaonana na watu wengi, wanaona marafiki zao jinsi wanavyoishi na wapenzi wao, wanaona dunia inapoelekea, lakini anakuona wewe haupo kabisa katika utandawazi, haupo kabisa katika future ya dunia inapoelekea. Kwa hiyo lazima utazame ukuaji wako binafsi pia. Mwanaume aone thamani yako katika namna ya mabadiliko yako. Sawa Ulikuwa ni uko vele loko. Jitahidi kadri ya miaka inavyozidi kwenda upandishe viwango vyako. Uwe sasa wa kimataifa, sio loko. Ushanielewa? Sababu ya tatu inamfanya mwanaume akuchoke haraka ama itakomfanya mwanaume akuchoke haraka ni boring relationship. Ni mahusiano yanayoboa, yani yapo tu. Ushawahi kuona mahusiano mfano wa mahusiano labda nikupe. Ni yale mahusiano ambayo nyinyi mnakutana, mnagongana, mnaagana, mnakutana, mnagongana, mnaagana, mnakutana, mnapiga story, mnagongana, mnaagana. Yaani routine zenu ndo hizo kila siku, miaka yote. Hakuna la maana mnawasiliana. Hakuna cha maana mkikutana tofauti mnachoweza kukifanya. Kwanza kila siku mnakutana nyumbani, hamjai hata kutoka out, hamjai hata ku experience mambo mengine nje na kitanda. Very bored. Hakuna adventure. Hakuna vitu vipya. Hiyo itamfanya mwanaume pia aweze kuchoka. Sasa hii mahusiano yaliokuwa bored simaanishi tu katika activities za nje, lakini hata kitandani au hata chumbani. Style ni zile zile, chumba ni kile kile. Mwanamke unashindwa hata kubadilisha kitanda kukikaa upande wa huku leo, ama viti vitoke leo vikae upande wa huku. Kubadilisha hata nyumba hiyo, vitu vikafanyika tofauti, hamna. Kufurahi na mwenzako, kumshauri mtoke outing, kumfanya ajisikie vizuri akiwa na wewe, hakuna. Yani mahusiano yamekuwa bored. Na hii ya tatu watu wengi wanayo nyumbani. Wanaume sometimes wanaogopa hata kuwahi kurudi nyumbani kwa sababu hawajisikii vizuri wakiwa nyumbani, wanajiona bored, wanaona bora wakae na marafiki huko wanywe pombe ndio watajisikia vizuri. Sasa ukiwa katika mahusiano ambayo yako very bored, kwa mfano wewe ukikaa na mpenzi wako hapa leo mnaongea nini? Mkikaa dakika 10 au dakika 30, unakuta hamna cha kuongea. Mwanamume wako anachezea simu, mwingine anasoma gazeti, mwingine anaangalia tamthilia. Maana yake ni nini? Nyinyi wawili hamna connection nzuri. Mpo very bored. Ndio maana mnapokaa pamoja kila mmoja anachoka, anafikiria kufanya activities nyingine kwa sababu nyinyi wenyewe hamjacope vizuri. Mahusiano yenu yako bored kama hakuna simu. Leo tukiondoa simu, tukiondoa TV, nyumba yenu haina TV, haina simu, haina makochi. Mkae. Wewe niambie mtaongea nini ama mtafanya nini? Hata kucheza sometimes game, vichezo ndani mtaniani hamna. Mahusiano yako very very bored. Kwa hiyo ni sababu ya tatu itamfanya mwanaume akuchoke haraka. Sawa sawa. Sasa kama umenielewa, nataka uniambie, je, unafikiri hizi ni sababu zinaweza zikawa ndio sababu inomfanya mwanaume wako wewe leo unamuona kabadilika? Unafikiri mahusiano yako na haya matatizo matatu niloweza kuyazungumza hapa? Kama yes, basi badilika haraka, kwa sababu hizi ndio sababu za kumfanya mwanaume wako akuchoke, ama ndio sababu za kumfanya mwanaume wako hakuchoke. Niandikie katika comment ili somo limekufundisha nini na kitu gani kitaenda kubadilika katika maisha yako moja kwa moja. Sasa nimeandaa darasa zuri sana kwa wewe hapo unataka kupata maarifa zaidi juu ya swala zima la mahusiano. Nitafute kwa namba zangu za simu hizo, nicheki WhatsApp. Kuna utaratibu mzuri sana nimeuandaa wa madarasa binafsi. Una changamoto, unahitaji ushauri, nitafute, utapata. Una tatizo, unahitaji kujifunza jambo fulani ili uongeze thamani katika mahusiano yako, nitafute. Una changamoto ya ndoa, nitafute. Na huko utapata ushauri mzuri sana sana sana. Namba zangu hizo hapo unazoziona, nitafute WhatsApp, then tutazungumza mambo mengi mazuri. Na kama hujasubscribe, nakuomba ufanye hivyo kwa sababu kuna mambo mazuri kama hayo unayoona. Au sio? Hadi wakati mwingine tena, mimi nikuage tu kwa sasa. Bye bye.